Operesheni Storm 333, usiku wa giza, wakati wa Sovieti walipovamia ikulu ya Kabul. Je, unaweza kufikiria usiku wa 27 Disemba 1979 ambapo vikosi vya siri vya Wasovieti wenye silaha za kisasa na roho ya chuma vinavamia ikulu ya Tajbeg huko Kabul, wakimudu Rais Hafizullah Amin na kuanzisha vita vya Afghanistan vinavyodumu miaka 10. Hiyo ndiyo Operesheni Storm 333, moja ya shambulio la siri la kihistoria lililobadilisha mustakabali wa Afghanistan na kuwatia Wasovieti kwenye lindi ya pengo. Katika video hii ya YouTube, tutachunguza jinsi vikosi vya Alpha Group, Zenit na Muslim Battalion vilivyoingia Palace iliyolindwa kwa mabombu na askari 2200, wakipoteza wanaopungua 40 pekee ili kumuua Amin. Pata habari za kina, kumbukumbu za maisha na maswali makubwa. Je, hii ilikuwa jeuri au makosa makubwa? Subscribe na like ili usipitishe. Muktadha wa giza. Afghanistan iliyochafuka. Miaka ya 1970 mwisho, Afghanistan ilikuwa moto. Baada ya mapinduzi ya Saur, April 1978, PDPA, chama cha kidemokrasia cha watu wa Afghanistan, kilichunganishwa na Wasovieti, kilichukua madaraka chini ya Nur Mohammad Taraki. Lakini Septemba 1979, Hafizullah Amin, kiongozi mkali wa kikundi cha Halq, alimpindua Taraki na kumudu. Amin alionekana kama mfasisi mwenye neno tamu kwa KGB, akishukiwa kuwa na uhusiano na Marekani. Uhusiano wa Afghan wa Sovieti uliharibika. Sovieti walishirikiana na Babrak Karmal wa kikundi cha Parcham. Disemba 12, 1979, Sovieti waliamua kuingilia. Operesheni Baikal 79 ililenga kukagua vituo 20 vya kimkakati Kabul, lakini Storm 333 ndiyo iliyokuwa moyo, kuua Amin na kuwatia Karmal madarakani. Vikosi 660, ikiwa ni pamoja na Alpha Group 25 wanaume wa Grom, Zenit 30, kampuni ya 345 Airborne 87 na Muslim Battalion 520 wa Jamhuri za Kusini mwa USSR walifika siri. Walisaidia Syed Mohammad Gulabzoy, mwananchi wa zamani. Nostalgia hapa inauma. Kabul ilikuwa mji wa amani, sasa ikulu ilikuwa mabombu na askari wengi. Vikosi vya Sovieti, vikosi vya siri vinavyotisha. Storm 333 haikuwa operesheni ya kawaida. Alpha Group, wenye uzoefu wa shambulio la siri, walilenga Amin. Zenit walikusanya ushahidi wa uhusiano wake na CIA, hadithi iliyotengenezwa na KGB. Airborne na Muslim Battalion walikuwa msaada, bila silaha nzito. Walifika siri, wakijificha kama askari wa Amin wenyewe. Battalion hiyo ilikuwa imeitwa na Amin mwenyewe ili kulinda ikulu yake. Saa 7 jioni, Disemba 27, magari 6 ya BMP yalianza mzozo. Walipanda kilima chenye eneo ngumu kilichozungukwa na mabombu. Amin alikuwa Palace na familia, akimdai daktari wa Sovieti. Hakudhani marafiki zake muudu. Kiongozi Yuri Drozdov aliongoza, Boyarinov, amiri wa KGB, alikuwa mstari wa kwanza. Je, walijua wanaingia kifo? Kumbukumbu za Oleg Balashov zinasema 80% walijeruhiwa mara ya kwanza, lakini vazi la kulinda risasi na kofia ziliwaokoa. Shambulio la ikulu, dawa za ghafla na mafumbo. Palace Tajbeg ilikuwa ngome, askari 2200 wa 21st Presidential Guard na Afghan Commando. Wasovieti walivamia ghafla, risasi zilipiga, mabombu yalipasuka. Amin alimwambia msaidizi wake, Wasovieti watatusaidia, lakini msaidizi akasema, hawa ndio wa kushambulia. Amin hakubagwa. Alipojaribu kupiga simu kwa mkuu wa maji, alijua ukweli. Nimejua, ni kweli. Grom walimuudu Amin hai, lakini alikuwa na convulsions kutokana na sumu aliyopewa Disemba 16. Kisha, grenade ya Lieutenant Plusnin ilimpiga, alikufa rahi. Gulabzoy na Watanjar walithibitisha kifo ili ionekane kama operesheni ya Waafghan. Wanawake wawili wa Amin, miaka 11 na 9, walikufa na majeraha ya mabombu. Mke na binti walijeruhiwa. Palace iliteketea,
Waafghani 347 wamekufa, 150 wamesalimishwa na 1700 wamekamatwa. Operesheni ilichukua dakika 40 tu. Wasovieti walishika majengo mengine, ministari ya ndani, KAM na Darul Aman. Je, hii ilikuwa ushindi mkubwa au mwanzo wa makosa makubwa? Hasara na kumbukumbu za wahusika. Wasovieti walipoteza 40, maafisa 5 wa KGB ikiwemo na Boyarinov, 7 wa Muslim Battalion, para 2 na Daktari Kuznekenkov aliuliwa na risasi za marafiki. Wengine wote walijeruhiwa. Alpha Group walisema ilikuwa moja ya mafanikio yao makubwa. Balashov alisimulia, walirushwa kwenye BMP za mbele, walipigwa lakini wakaendelea. Liahovti anaongeza mivutano, kulinda walikuwa wenye uwezo. Matokeo na urithi, mwanzo wa vita. Babrak Karmal aliyekwa madarakani, Wasovieti waliingia rasmi. Lakini Storm 333 ilianzisha Soviet-Afghan War 1979 kwa miaka 10, ruble trilioni na maisha 15,000. Mujahidin waliinuka, Marekani waliwapa silaha. Sasa 2026, Afghanistan bado inauma, Taliban walirudi. Nostalgia inatuzinga. Usiku huo ulibadilisha ulimwengu. Je, Wasovieti walikuwa wataalam au binafsi? Je, kumuua Amin kulikuwa lazima? Storm 333 inatukumbusha shambulio dogo linaweza kusababisha tetemeko la kubwa. Maafisa wa Alpha wanasema ilikuwa kamili, lakini vita vilienea. Shukrani kwa kuangalia. Je, unadhani hii ilikuwa jeuri ya Wasovieti? Comment chini, like, share na subscribe kwa hadithi za siri za vita. Asante.